Kichwa cha somo kinasema ufalme wa Mungu ndani ya mtu kama msingi sababu wa ufalme wa Mungu kwenye eneo. Karapashako. Thank you Jesus. Ufalme wa Mungu ndani ya mtu kama msingi sababu wa ufalme wa Mungu kwenye eneo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ufalme wa Mungu ndani ya mtu kama msingi sababu wa ufalme wa Mungu kwenye eneo. Haleluya. 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 Kama huji na daftari, hakikisha wewe unakuja na daftari. Hii ni tahadhari ambayo naitoaga mara nyingi sana na sio watu wengi sana wananisikia. Kuna mtu mmoja alikuwa haji na daftari. Sasa siku hiyo nimemaliza kuhubiri, akanifuata akaniambia, mwalimu, una hizo notes unaweza ukaniazima nikakopi mahali. Nikamwambia, aliyekwambia usije na daftari nani? Mimi sina. Kwa Yesu asifiwe. Uwezi jua kuna neno Mungu anaweza akashushe sahihi la kwako. Alafu unajua Roho Mtakatifu akisema ndo kamaliza ati. Hamna kurewind. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda neema ya Mungu tu pawe na CD au kitu kimerekodiwa. Lakini kuna maneno mengine hayako kwenye nosi hata ya mhubiri. Ni neno linavuviwa saa hiyo kwenye madhabahu na limebeba kitu kwa ajili ya kukusaidia. Ghafla kama huna mahali pa kuandika, unakuwa umepoteza kitu kikubwa sana. Kwa sababu ulimwengu ukipoteza hela utalia mpaka asubuhi. Lakini kwa sisi tulio wana wa ufalme tukipoteza neno tutalia mpaka asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lengo la somo Mungu alilotupa, lengo la somo, twende kwenye lengo la somo. Kukupa kujua, lengo la somo, kukupa kujua maeneo ya mwili wako kukupa kujua maeneo ya mwili wako yanayotumika kudhihirisha ufalme wa Mungu maeneo ya mwili wako yanayotumika kudhihirisha ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Jambo la kwanza, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ongezea pale yanapotumika na Mungu. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilikuwa nimetulia, nilikuwa nasikia, maana nisikia kama Roho Mtakatifu amepiga kengele, nikataka kusikia ni kengele ya nini. Tunaenda parodia. Kumbe ilikuwa kuna neno hapo la kuchomeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo la kwanza. Jambo la kwanza. Unapolitazama somo hili, somo jepesi. Lakini Mungu nimemwomba akusaidie uweze kuelewa na maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya.
Tusome kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 6 mstari wa 33. Japo tutasimamia mstari wa kitabu cha Daniel. Tutasimamia kitabu cha Daniel, lakini nataka tu nikuonyeshe kitu pale ili kukuweka mahali pazuri tunapoelekea. Nasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka nikuonyeshe tu ndani ya ule mstari, ni mstari ambao Mungu alipokuwa anasema Yesu ameweka kwa namna ambavyo kutusaidia, na kwa sababu sio Wakristo wengi sana tunajua hichi kitu. Biblia inaposema bali utafuteni kwanza ufalme wake, maana yake ile kwanza, maana yake kipaumbele, maana yake msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Najaribu kukusemesha ili uweze kuona namna ambavyo Biblia imeandikwa kukusaidia kuelewa na kupata ujumbe wa kile kilichoandikwa. Anaposema utafuteni kwanza ufalme wake, maana yake ni kitu cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo mengine yote mtazidishiwa. Maana yake ni kwamba ule nini, uvae nini, unywe nini, sio kitu cha kwanza unachotakiwa kutafuta. Mathayo 6 mstari wa 33 unatuambia, bali utafuteni kwanza ufalme wake na hayo mengine yote mtazidi. Sasa watu wengi wakisoma huu mstari wanafikiri nendeni kwanza kanisani na hayo mengine mtazidishiwa. Au wengine wakisoma wanafikiri ombeni kwanza na hayo yote mtazidishiwa. Utafuteni kwanza ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu ni zaidi ya kuja kanisani, ni zaidi ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu kipana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hivi vitu vyote vimebebwa ndani yake. Haleluya. 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 Lile neno kwanza limebeba vitu vingi sana. Anaposema tafuteni kwanza, maana yake ni kipaumbele au ni kitu cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tafsiri nyingine anaposema kwanza anamaanisha msingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tafuteni kwanza ufalme. Kwanza ufalme. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba kabla hujatafuta kazi, ufalme kwanza. Kabla hujatafuta hela, ufalme kwanza. Kabla hujatafuta cha kuvaa, ufalme kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu ndipo kuvaa unazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hiki ni kitu cha ajabu sana. Kuna mahali nilikuwa nafundisha hili somo. Na moja ya kitu ambacho nilisikia, nikawaambia, unajua tuwaga tunatafuta vitu ambavyo tumeambiwa tusitafute. Alafu tunaacha kutafuta vitu ambavyo tumeambiwa tutafute. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na kwa sababu hiyo Biblia inapojaribu kutuwekea vipaumbele ni ili kukusaidia ya kuwa uweze kuweka vipaumbele kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nimesema nikusemeshe hicho kitu ili iweze kukusaidia angalau kukuweka kwenye nafasi ya kuona kile ambacho Mungu anataka uone unapoendelea kufuatilia kwa habari ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ile pointi ya kwanza ambayo nataka tutazame sasa. Jambo la kwanza, ufalme au falme zinatumia maumbo ya viumbe.
au unaweza ukaiandika, ufalme au falme zinatumia maumbo ya wanadamu. Unaweza ukaweka mabano viumbe, kujulisha uhusiano kati ya utawala na anayetawaliwa. Ufalme au falme zinatumia maumbo ya mwanadamu. Unaweza ukaweka mabano viumbe, kujulisha uhusiano uliopo kati ya utawala au ufalme na anayetawaliwa kiutendaji. Ufalme au falme zinatumia maumbo ya mwanadamu, mabano viumbe, kujulisha uhusiano uliopo kati ya utawala au ufalme na anayetawaliwa kiutendaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka angalau nikuonyeshe kitu kadhaa, mambo kadhaa hapa kwenye kile kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 31. Kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari ule fungua, iweke standby, iweke standby. Luka 2:31 hadi 38, alafu utacheki na ile Luka 17:20 na 21. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ile Luka 17 mstari wa 20 hadi wa 21, Biblia inasema, na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguzwa, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Sema umo ndani yenu. Sema umo ndani yenu. Sema umo ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana yake ni kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukitazama vizuri, Yesu alipokuja akaanza kuhubiri, wakati anatembea na hubiri, Biblia inasema kwamba alikuwa anasema, tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watu wengi sana tunajua ya kwamba tunapomwamini Kristo tunapokea wokovu. Sio watu wengi sana wanajua wanapokea ufalme wa Mungu ndani yao. Na kwa sababu hiyo ni rahisi sana kukua katika wokovu kuliko kukua katika kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Biblia inatuambia wazi kabisa, wakati hao watu wanauliza, wanasema ufalme wa Mungu utakuja lini? Yesu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kutafuta. Ukitazama ule mstari, kuna kitu Yesu alikuwa anasemesha ambacho sijui kama walielewa. Alipokuwa anasema ufalme wa Mungu hauji kwa kutafuta, kwa sababu swali walilokuwa wameuliza walisema, ufalme wa Mungu utakuja lini? Afasema ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza. Ukielewa, ukisoma vizuri, Yesu alikuwa anajibu zaidi ya swali walilouliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama anasema, anawaambia ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, maana yake ni kwamba alikuwa anajaribu kuwasemesha kitu kizito sana, kwa sababu mstari wa 21 ndo anakuja kuambia kwamba kwa maana ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Anasema watasema, maana watasema ufalme wa Mungu unakuja huku, mara upo kule. Anasema kwa maana tazama ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa sababu sio watu wengi sana
wanajua wanachokitafuta kwenye kuhamama makanisa kiko ndani yao. Anasema hivi, wala hawatasema tazama upo huku upo kule. Maana yake alikuwa anawaambia habari ya mahangaiko ambayo yatakuwa ndani yao siku za mwisho wakitafuta ufalme wa Mungu. Na akawaambia ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wala mwezi kusema upo kule wala upo huku, maana ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Ndio maana ni watu wengi sana ambao wanaamama kanisa hili Januari, kanisa hili Februari, kanisa lile. Anafikiri shida ni kanisa, anajua shida ni ndani yake. Anachokitafuta kiko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa unamtafuta Yesu yupi wakati umeokoka na Yesu yuko ndani yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo alipokuwa anasema kwa habari ya ufalme wa Mungu uko ndani yenu, alikuwa anajibu vitu vingi sana ndani yetu. Kwa sababu alikuwa anajibu neno la kuwapa utulivu. Usiende huku na kule unatafuta ufalme wa Mungu, kwa sababu ufalme wa Mungu Yesu ameshaweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Unajua kwa nini watu wanatafuta ufalme wa Mungu nje? Ni kwa sababu kilichoko ndani hakijatokea nje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Maana yake yeye alileta ufalme wa Mungu duniani. Kwa hiyo unapookoka na kumwamini Yesu, unapokea ufalme wa Mungu ndani ya moyo wako. Tunaenda sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio maana Yesu alisema ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza chunguza. Tazama, maana upo ndani yenu. Wala mwezi tukasema nenda kule, labda upo kule, labda upo kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hiki ni kitu kikubwa sana ambacho natamani uelewe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na kama ufalme wa Mungu uko ndani yako, maana yake Yesu anapojaribu kuongea sentensi, anajaribu kutujulisha kwamba sio tu kwamba uko ndani yako, lakini ni msingi ulioko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa ngoja nikusemeshe hii pointi ya kwanza. Nilikuwa najaribu kukuwekea tu kitu cha kukusaidia ili uweze kuelewa ili somo namna ambavyo linaenda. Nimekwambia kuwa falme au falme zinatumia maumbo ya mwanadamu au viumbe kujulisha uhusiano uliopo kati ya utawala na anayetawaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Danieli sura ya 2 ule mstari wa 31. Nitaenda leo haraka kidogo kwa sababu nakuwekea msingi tu, sitazama ndani kabisa. Na naomba Mungu anisaidie nisizame ndani, lakini nataka nikuwekee msingi mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kesho tutaanza kumwaga vizuri mahali ambapo nataka tuende. Danieli 2 ule mstari wa 31 hadi 38. Biblia inasema hivi: wewe mfalme. Sasa ngoja nikwambie ilipoanzia. Hii ilianza baada ya mfalme Nebukadneza kuota ndoto. Na alipoota ndoto, Biblia inasema ya kwamba alipoota ile ndoto, Biblia inasema ya kwamba alisahau. Na alikasirika kweli, akamwambia nyie wachawi na waganga niliowaajiri, msiponiambia hii ndoto, kesho hivyo vichwa vyenu ni halali yangu. Aro. Wakahangaika we. Anaambia mfalme, hakuna hata mtu ambaye anaweza kukufunulia hili neno. Kama ungekuwa unakumbuka afadhali. Anaambia, najua mmepanga kunidanganya. Sasa ole wenu mnidanganye. Yaani hivyo vichwa ninaviondoa asubuhi. Kwa hiyo kabidi ipelekwe habari na mzee Arioko. Kapeleka habari kwamba yao wanabii wote wanauawa. Wameshindwa kumwambia mfalme ndoto. Na ghafla Danieli akapata habari.
naye alikuwa ni mfanyakazi wa mzee Nebukadneza, ndo wameajiriwa tu, hawana hata muda mrefu, wametoka chuo, fresh from school, wameajiriwa. Na ghafla wanakutana na kisanga kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wamewekwa kikangoni. Aliposikia akamwambia, nipeleke kwa mfalme. Akamwambia, mfalme, naomba unipe leo tu takuletea ni utajua ndoto, nitakwambia ndoto uliyoota na tafsiri yake. Ambia okay. Akaenda wakaomba na wenzake na mesha kishika tunapeleka, wakaenda wakafunga wakaomba kwa Mungu. Mungu, tuambie ndoto. Najaribu kufikiri walivyokuwa naomba, wasema, Mungu, kesho vichwa vyetu ni halali ya mfalme, tujibu tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Biblia inasema kwamba Mungu akamfunulia Daniel, kwa sababu alipewa ujuzi katika elimu yote ya ndoto na maono. Mungu akamsaidia, akamuonyesha ile ndoto ya Nebukadneza aliyoota. Kumbuka ya kwamba Nebukadneza aliota akasahau ile ndoto, lakini kwa namna alivyoamka, Biblia ilikuwa inasema kwamba alipatwa na fadhaiko, akapata mahangaiko kiasi ya kwamba ile hali haikumwachia, akakosa amani, akakosa furaha. Na moja ya msukumo aliyokuwa nao ndani yake ni kutafuta tafsiri ile ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Danieli Mungu alipomfunulia akamwonyesha, na huu mstari unaanza kuanzia ule mstari wa 29. Anaanza sasa kumwelezea ndoto aliyoota. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninaanzia pale mstari wa 31. Ukipata muda unaweza ukasoma peke yako. Anasema, wewe mfalme, uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako. Umbo lake lilikuwa lenye kutisha, na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni kichwa cha dhahabu safi. Kifua chake na mikono yake ni ya fedha. Tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu ya chuma nusu udongo. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likapiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande. Bwana Yesu asifiwe. Ule mstari wa 35 inasema, ndipo kile chuma na udongo likaivunja vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vikavunjwa vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari. Upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake, na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa, likaijaza dunia yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilipokuwa nasoma hii mistari niliona vitu vingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo nataka nikuwekee tu mambo machache. Wakati Mungu alipokuwa, nitakuonyesha baadaye hii habari inapoelekea, alafu utaweza kuelewa kitu ambacho nataka uone pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni ndoto ambayo Mungu alimuonyesha Nebukadneza, na lile sanamu lilikuwa ni mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nilipokuwa nasoma hapa Biblia ilikuwa inasema ni sanamu, ikabidi nitafute kujua ni sanamu la aina gani. Ilikuwa ni mtu, ni mnyama, nikagundua kuwa lilikuwa ni sanamu la mtu. Kwa hiyo yule mtu alikuwa amesimama namna hii, na Biblia inasema alikuwa anang'aa. Maana yake ni kwamba kulikuwa kuna mng'ao uliokuwa unatokana na yale madini yaliyotumika kutengeneza ile sanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba alikuwa anaonekana, alikuwa juu ni dhahabu, na katikati kifuani fedha, kwenye tumbo kulikuwa na, anasema kwamba mikono yake ni fedha, tumbo, viuno vyake vilikuwa ni shaba, miguu yake ilikuwa ni chuma, na kwenye miguu kulikuwa kumegawanyika, kulikuwa kuna chuma na udongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nachotaka nikuonyeshe pale ni ujaribu kutazama peke yako. Lile sanamu lilikuwa ni mfano wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini Danieli alichokuwa amekiona, alikuwa ameona ni kama mtu, lakini maeneo ya mwili wake yule mtu
yalikuwa yana dhahabu, mengine yana chuma, mengine yana fedha, mengine yana udongo, mengine yana shaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa nisikilize vizuri, nisikilize vizuri. Ule mstari, ukianzia ule mstari wa 36 mpaka ule mstari wa 42. Sasa hapa Daniel anaanza kueleza tafsiri ya ile sanamu, maana yake nini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbuka ninachojaribu tunakitazama hapa ni pale ambapo ufalme au falme zinapotumia maumbo ya wanadamu kujulisha uhusiano uliopo kati ya utawala na anayetawaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninachotaka uone ni kwamba lile sanamu lilikuwa ni mtu amesimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kila eneo la yule mtu lilikuwa linawakilisha kitu fulani kwa yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa ngoja nikusemeshe ili uweze kuona baadhi ya yale maeneo na tafsiri yake. Ili ukianzia ule mstari wa 37, Biblia inasema ya kwamba wewe mfalme, mfalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uweza wa nguvu na utukufu, na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mikononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe huu kichwa kile cha dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Danieli anaanza kueleza tafsiri. Hapa alikuwa anamwambia ndoto aliyoota. Hapa anaanza kumtafsiria kile alichokiona na ujumbe wa Mungu aliyomletea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nimejaribu kukuonyesha ule mstari wa 38. Inatuambia kile kichwa cha dhahabu ni kitu gani. Kile kichwa cha dhahabu kilikuwa ni mfalme Nebukadneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inatuambia wazi kabisa ni kwa nini yeye aliwekwa kama kichwa cha dhahabu. Kwa nini? Anasema pale juu ya kwamba Mungu amekufanya wewe kuwa mfalme wa wafalme. Amekupa ufalme, amekupa uweza, amekupa nguvu, amekupa utukufu. Na kila mahali wakaapo wanadamu na wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mikononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe ukichwa kile cha dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa nisikilize vizuri. Sanamu lilikuwa la mtu. Kichwa cha dhahabu kilikuwa kinawakilisha ufalme wa Nebukadneza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tuende vizuri hapa. Ukiendelea ule mstari wa 39, Biblia inasema, na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe, na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakaoitawala dunia yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa turudi hapa, hajatuambia ya kwanza alisema we ndio kichwa cha dhahabu. Huu ufalme wa pili wa mstari wa 39 anasema tu ukainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe, na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakaoitawala dunia yote. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda sasa, huku amesema ule ufalme wa tatu ni ufalme wa shaba. Twende tukaangalie kwenye lile sanamu, shaba ilikuwa kwenye eneo lipi? Ukienda ule mstari unaofuata pale anasema, ule mstari wa 32 anasema, na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, na kifua chake na mikono yake ni fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Anasema na mikono yake ni fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiendelea ule mstari unaofuata pale anasema, na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma
huvunja vitu vyote na kuvishinda, na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja na kuseta. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika. Sema uliogawanyika. Lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope. Na kama vidole vya zile nyayo vilivyokuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umegawanyika. Na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Biblia inasema, na ule mstari wa 44 anasema hivi, na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Na ule mstari wa 45 unasema hivi, na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lilichongwa mlimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nimekusomea mistari mingi kidogo, lakini najaribu kukuonyesha vitu hapa ambavyo ni vya muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikusemeshe kidogo hapa, unaweza kuelewa hapa. Huyu ni Mungu alikuwa anasema na Nebukadneza kwa njia ya ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anaongea na Nebukadneza kwa njia ya ndoto. Na unaona Daniel anamjulisha Nebukadneza ndoto aliyoota, baadaye anamjulisha na tafsiri yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kitu ambacho nataka nikusemeshe hapa, Mungu alikuwa anaongea na Nebukadneza kutoka kwenye engo ambayo si watu wengi sana wanaweza kuiona kwenye ule mstari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu alikuwa anaongea na Nebukadneza kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ile ni ndoto ambayo ufalme wa mbinguni umeamua kuuletea ufalme wa duniani kupitia Nebukadneza, na kumjulisha kwa habari ya utawala wake na tawala zinazokuja mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanafikiri Nebukadneza alikuwa mtumishi wa shetani. Nebukadneza alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu alikuwa anamjulisha kwa habari ya falme zitakazokuja katika dunia hii, katika vipindi tofauti tofauti, kuanzia yeye na falme zinazokuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitu ambacho nataka nikusemeshe, nataka tutazame kwa habari ya ile sanamu. Kwa habari ya ile sanamu, wakati Mungu alipotaka kusema na Nebukadneza kwa habari ya utawala wake duniani, swali ni kwamba kwa nini aliamua kutumia sanamu la mtu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hii itakusaidia sana. Kwa nini aliamua kutumia sanamu ya mtu? Kwa sababu tunaona analeta sanamu ya mtu. Mahali pengine alikuwa anatumia mnyama, hapa alileta sanamu ya mtu, na ndani ya ile sanamu akaweka dhahabu, akaweka chuma, akaweka fedha, akaweka shaba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kuna mambo mawili ambayo nataka utazame kule ndani ili uweze kuona. Picha ya kwanza ambayo Mungu anamwonyesha Nebukadneza ni picha ya mtu, lakini ndani yake alikuwa anamwonyesha falme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Ngoja nikusemesha hapa. Watu wengi sana wanapoota ndoto, watahangaika sana kutafuta maana ya ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sio wengi sana wanatafuta ujumbe ulioko ndani ya ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mimi nataka nikuonyeshe kitu ambacho Mungu alikuwa anamsemesha Nebukadneza, na lugha ambayo Daniel aliitumia kueleza wakati anaeleza ile ndoto. Mungu alipokuwa, ufalme wa mbinguni ulipokuwa unamwonyesha Nebukadneza kwa habari ya ile ndoto, ilitumia umbo la mwanadamu. Na kitu ambacho nataka uone pale, nataka uone muunganiko wa vitu viwili vikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka utazame sanamu ya mtu, alafu nataka uone mgawanyiko ndani ya sanamu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Kwa sababu unaona ni mtu kasimama, lakini ndani yake Mungu alikuwa aongelea habari ya mtu. Alikuwa anaongelea habari ya ufalme kupitia sanamu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hiki ni kitu muhimu sana unatakiwa kuelewa. Mungu alikuwa haongei kwa habari ya mtu. Alikuwa anaongea na kwa habari ya ufalme au falme kwa kutumia sura ya mtu au sanamu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Nataka utazame hiko karibu, itakusaidia. Kwa sababu kumbuka, tunaangalia falme zinatumia maumbo ya wanadamu kujulisha uhusiano uliopo kati ya utawala na anayetawaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka twende taratibu. Nataka unipate hapa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nisikilize vizuri. Lile sanamu lilikuwa limesimama hapa, na mwili wa yule mtu, ngoja tupige picha, tuseme ni mtu kasimama. Daniel alisema ni sanamu, lakini tuseme hivi, ni mtu kasimama kwa mfano wa sanamu. Tunaenda sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kila eneo la mwili wake, Biblia inasema wakati Daniel anataja, anasema kichwa kilikuwa dhahabu, kifua na mikono vilikuwa ni shaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nachotaka uone pale ni uweze kuunganisha, ili uweze kuona uhusiano ulioko, kwa sababu anayetawaliwa na zile tawala ni mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu wakati anamsemesha Nebukadneza alitumia picha ya mtu, alafu juu ya yule mtu akawa ameweka mgawanyiko wa zile falme kwa kutumia yale madini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ni shule nyingine, lakini najaribu kukuonyesha wakati Mungu anaweka mgawanyiko kwa yule mtu, alikuwa anajaribu kutuonyesha ujumbe ulioko ndani ya ile ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anajaribu kutuonyesha kama ni mtu, maana yake ni kwamba zile falme zote zilikuwa ni juu ya wanadamu au zinamtawala mtu. Ufalme ambao ulikuwa unawakilishwa na dhahabu, ufalme ambao ulikuwa unawakilishwa na shaba, ufalme ambao ulikuwa unawakilishwa na fedha, ufalme ambao ulikuwa unawakilishwa na chuma, ufalme ambao ulikuwa unawakilishwa na udongo, zote zile ni falme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ile kwamba zimewekwa kwenye sura au kwenye sanamu ya mtu ni kukujulisha kwamba ni falme ambazo zinakuja juu ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na ili upate ujumbe ndani yake, ujumbe ambao unatakiwa kupata ndani yake ni ili uweze kuelewa uhusiano ulioko kati ya anayetawala na anayetawaliwa. Kwa sababu dhahabu ilikuwa inawakilisha mfalme Nebukadneza, kichwa kilikuwa kinawakilisha ni kichwa cha mwanadamu. Kwa hiyo kuna uhusiano ambao Mungu anataka uone pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Haleluya. Kwa sababu unajua Mungu akuweka ufalme wa Nebukadneza akaweka kichwa, ni kwa sababu tu labda ameamua kuweka kichwa, au akaweka kifuani, ameamua tu kuweka kifuani. Kulikuwa kuna tafsiri yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikupe kipengele cha pili, kipengele cha kwanza hapa, ili niweze kukumegea ndani uweze kuelewa. Tambua viungo vinavyofananishwa kati ya viumbe na ufalme unaofananishwa kiutendaji. Tambua viungo vinavyofananishwa kati ya viumbe au mwanadamu na ufalme unaofananishwa kiutendaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukisoma kwenye ule mstari wa Danieli pale, ile sura ya pili mstari wa 31 hadi ule wa 35, Biblia inasema kwa habari ya kwamba kichwa kilikuwa ni dhahabu, mikono yake ilikuwa ni fedha, na tumbo lake lilikuwa ni shaba, miguu ilikuwa ni chuma, na nyayo zake za miguu nusu ni chuma, nusu ni udongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa ninachojaribu kukutazamisha pale, unapotazama ile sanamu, nataka upate ujumbe ili uweze kuona uhusiano ulioko. Lazima utambue viungo ambavyo vimefananishwa na ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati Mungu anaongea habari ya ufalme na Nebukadneza, akaweka awe kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati anaongelea kwa habari ya ufalme wa pili, akaweka uwe kifua. Watatu akaweka uwe mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vyote vilikuwa na maana yake. Ufalme mwingine ukawekwa kwenye miguu, ufalme mwingine ukawakilishwa na nyayo. Kila ufalme ulikuwa unawakilishwa na kiungo chake, na ile ina maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nakusemesha kitu cha kwanza, ili uweze kuelewa uhusiano ulioko. Tazama uhusiano uliopo kati ya kiungo na ufalme unaowakilishwa na kile kiungo. Ufalme wa Nebukadneza ulifanywa kuwa kichwa. Kuna maana yake. Maana yake kichwa kilikuwa kinawakilisha ufalme wa Nebukadneza, na mikono ilikuwa inawakilisha ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana kusemesha, tambua viungo vinavyofananishwa na zile falme kiutendaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma ule mstari wa 37, Biblia inasema, wewe mfalme, mfalme wa wanadamu, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu na kila mahali na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mikononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe u kichwa kile cha dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Na ule mstari unapoanza unatujulisha kwa nini mfalme Nebukadneza aliwakilishwa na kichwa. Biblia inasema wewe ni mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mfalme wa wafalme, maana yake ni kwamba yeye yuko juu ya wafalme wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na kama vile unavyojua ya kwamba kichwa kilikuwa juu, maana yake kuna viungo vingine ambavyo viko chini ya kichwa. Kwa hiyo Nebukadneza, kwa sababu alikuwa ni mfalme wa wafalme, aliwekwa kuwakilishwa na kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili upate ujumbe ndani yake kuwa yeye ni mfalme wa wafalme, na yeye ndio anayetawala juu ya falme zote. Ndio maana Biblia inasema hapa ya kwamba alipewa ufalme, alipewa uweza, alipewa na utukufu, akapewa na wanyama kuwatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikampa kuwakilishwa na kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Inajaribu kukuonyesha kitu gani? Nataka uelewe uhusiano uliopo kiutendaji, kwa sababu ile kwamba amewakilishwa na kichwa. Angalia utendaji kazi na nafasi ya kichwa kwenye mwili, utaelewa nafasi ya Nebukadneza kiutawala katika utawala wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngoja nikupe kipengele cha pili pale cha kukusaidia uweze kuona uhusiano ulioko, ili uelewe kwa nini Mungu aliamua ufalme unaamua kutumia maumbo ya mwanadamu kuonyesha kwa habari ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wengi hawajajua kwa nini Mungu akisema kwa habari ya Yerusalemu anasemaje? Binti Yerusalemu. Kwa nini anauita Yerusalemu kama mtu wakati ni mji? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukianza kupita kwenye shule kidogo kidogo unaweza ukaelewa kwa nini umbo la mtu linatumika wakati Mungu anajaribu kueleza kwa habari ya falme na watawala. Anajaribu kukuonyesha kitu kikubwa sana ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nikusemeshe kipengele cha pili kwenye hiyo pointi. Tambua muunganiko ulioko kati ya viungo vya viumbe na ufalme unaofananishwa kiutendaji. Cha kwanza nimekwambia, tambua viungo vinavyofananishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka hapa nikusaidie, hiki kitu ni kitu cha msingi sana, unatakiwa kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Wanasiolojia wengi sana wanaotafsiri mstari wanapoanza tambua muunganiko ulioko kati ya viungo vya viumbe na ufalme uliofananishwa kiutendaji. Tambua muunganiko ulioko kati ya viungo vya viumbe na ufalme unaofananishwa kiutendaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ukisoma ile sura ya pili mstari wa 39 hadi 43 nimekusomea pale. Najaribu nikuonyeshe kuwa, cha kwanza nimejaribu kukusemesha uweze kuelewa uhusiano ulioko kati ya ufalme na kiungo kilichotumika. Bwana Yesu asifiwe sana, ili uweze kupata ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana yake ni kwamba kama Mungu aliamua kutumia kichwa, anajaribu kuelezea utendaji kazi na nafasi ya ule ufalme kiutawala. Tajaribu kuangalia kazi ya kichwa ili uelewe namna ule ufalme ulivyo na nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Maana yake nguvu zake za kiutawala zinafananishwa na kichwa. Nguvu zake za kiutawala zingine zinafananishwa na miguu. Zingine ambazo zimewekwa kwenye mikono au zinawakilishwa na mikono, nguvu zake za kiutawala zinafananishwa na mikono na kifua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii ya pili nataka nikuonyeshe, tambua muunganiko ulioko kati ya viungo vya viumbe na ufalme uliofananishwa kiutendaji. Tambua muunganiko ulioko kati ya viungo vya viumbe na ufalme uliofananishwa. Hapa nataka nikuonyeshe muunganiko ulioko. Muunganiko maana yake nini? Tunaposema muunganiko, maana yake ni kwamba kile kinachofanya viunganike. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ngoja nikusomeshe hiki kitu. Kama zile falme zilikuwa hazina muunganiko, visingewekwa kwenye mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuende taratibu. Wangapi wanajua kwamba kichwa kikiacha kufanya kazi, viungo vyote na vyenyewe vinapoteza kazi? Wangapi wanajua hiyo? Watu wengi wanasemaga kichwa ni injini. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unaponyanyua mkono ni kwa sababu kichwa kimesema nyanyua mkono. Unapoinua mguu ni kwa sababu kichwa kimesema inua mguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa nisikilize vizuri. Turudi kwenye ile sanamu. Alafu angalia nafasi ya kichwa na viungo vingine. Kuna namna vinaunganika. Kwa sababu kama kuna mkono na mguu, kuna mahali mkono unaunganika na mguu, kuna mahali kichwa kinaunganika na mikono, kuna mahali tumbo linaunganika na miguu, kuna mahali tumbo linaunganika na mikono, kuna mahali vimeunganishwa.
Bwana Yesu asifiwe. Na kama vile ambavyo zile falme zimewekwa kwenye maeneo tofauti tofauti, na kama mwili unavyounganika viungo vyake, vivyo hivyo zile falme kuna mahali zinaunganika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu akusaidie na uelewe na maandiko. Hii ni shule nzuri sana ambayo unajaribu kukusemesha hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unajua, ukitaka kukata mawasiliano kati ya kichwa na viungo vingine, unakata mishipa ya fahamu, unakata damu, mfumo wa damu, havina uhusiano. Maana yake ndani ya mwili, wewe unaona nje mikono, lakini ndani kuna mifumo inayounganisha viungo mbalimbali ndani ya mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kuvifanya viunganike. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa mtu ambaye anautazama mkono nje, unafanya hivi, unadhani kwamba mkono una jeuri ya kunyosha hivi. Damu, mfumo wa damu ukatike, unaotoa damu kwenye moyo unapeleka kwenye mikono. Mfumo, mishipa ya fahamu ikatike, inayotoka kwenye uti wa mgongo kwenye kichwa kupeleka, uone kama mkono una jeuri ya kunyosha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mimi nataka utambue muunganiko ulioko kati ya viungo vile viumbe na ufalme unaofananishwa kiutendaji. Kwa sababu kama Nebukadneza alikuwa kichwa na falme zingine zilikuwa za mguu, sasa zile falme zingine hazikutajwa. Lakini nataka nikwambie, baadhi ya falme, wanasiolojia wengi sana na wataalamu wengi sana wa maandiko wanatambua kabisa zile falme. Miongoni mwao kuna ufalme wa Babeli, kuna ufalme wa Rumi, kuna falme hadi ufalme wa Marekani ambao uko sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na utaelewa kabisa Nebukadneza alikuwa anaambiwa hadi unabii wa sasa. Lakini najaribu kukusemesha Mungu alivyoviweka falme zote kwenye mwili mmoja, ni kukujulisha pia kwamba kama viungo vya mwili vilivyo na mfumo unaoviunganisha, au vilivyo na muunganiko katika maeneo fulani, au inavyounganishwa na eneo fulani, vivyo hivyo na zile falme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Kandaraba shakurus. Wangapi wanajua mwanadamu ameumbwa na vitu vitatu? Na wangapi wanajua mwanadamu sio mwili? Mwili wako ni nyumba, wewe ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana roho ikiondoka mwili unaanguka chini, hauna kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kama vile ambavyo ulikuwa unaona lile sanamu limesimama pale, mtu ndani yake ana roho. Kwa hiyo zile falme zilikuwa zinafanya kazi au zinaratibiwa kutoka katika ulimwengu wa roho. Maana yake ulikuwa ukiziona nje, watu wengi wakiona mwili unafanya kazi, damu inatembea, wanadhani inatembeaga yenyewe tu. Moyo unadunda, unadhani unadunda wenyewe tu. No. Nguvu ya moyo kudunda haitoki kwenye moyo, inatoka kwenye roho yako. Acha roho iondoke, uone kama moyo una jeuri ya kudunda. Unanyamaza na yenyewe kimya. Mzunguko wa damu hauzunguki wenyewe. Maana yake kuna generator ya nguvu zinazotoka kwenye roho yako inazozungusha damu kwenye mfumo wa mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake uhai uko kwenye roho yako, unaingizwa kwenye damu yako. Sasa mimi sijui namna inavyoingia, lakini kuna namna inaingia. Najaribu kukusemesha kitu cha ndani cha kukusaidia. Lile sanamu lilikuwa limesimama pale. Ufalme wa Babeli ni kichwa, ufalme mwingine ni kifua. Ndani yake kuna roho. Maana yake ni kwamba zile falme zilikuwa zinaratibiwa kutoka katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka nikusaidia hapo uweze kuelewa. Ndio maana kama vile ambavyo roho ikiondoka mtu anaanguka chini anakufa, vivyo hivyo Mungu anaweza kuondoa ufalme ukayeyuka. Mimi sijui kama unaelewa hichi kitu. Ngoja tuseme hivi, mfano lile sanamu limesimama hapa, tuseme ni mtu sasa anatembea, afu ndo zile falme Babeli yuko hapa na hizi. Roho iliyoko ndani ya mtu ikiondoka, mtu anaanguka chini, maana yake zile falme zote zinaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie na uelewe hizi. Ni kitu kikubwa sana unachotakiwa kuelewa hapa. Mungu akusaidie. Haleluya,
Ndio maana nimekaa hapa niweze kukusaidia ili uweze kuelewa uhusiano ulioko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Maana yake kuna kitu kinaviunganisha, kuna kitu inaviunganisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngoja niende jambo la pili, nisikae sana hapo, Kuna siku moja tulikuwa tunaomba na Mungu akatuonyesha pepo yalikuwa yamekaa kwenye kifua, yamekaa kwenye pande za umu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunakemea mtu, Bwana Yesu asifiwe. Unajua pepo linaweza likakaa ndani ya mtu. Ufalme wa giza unapokaa ndani ya mtu, watu wengi hawajaelewa ni kwa nini pepo linaweza likakaa kwenye matiti peke yake. Pepo linaweza likakaa kwenye kizazi peke yake. Ni kama vile ambavyo zile falme zinaweza zikakaa kwenye kichwa, zinaweza zikakaa kwenye kifua. Ufalme wa giza unaweza ukakaa, pepo linaweza likakaa kwenye mkono. Kuna mama mmoja tulikuwa tunamwombea, ana mkono anakuja ameweka hivi, amening'iniza kila siku kanisani. Baada ya kuomba, pepo tukalikemea litoke, ghafla mkono ukanyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unasema nini kilitokea? Pepo lilitawala mkono likaufanya uwe kilema. Ufalme wa giza ulikuwa umetawala. Maana yake kama Mungu angekuwa anakuonyesha sura yule mama kwenye ndoto, angekuwa anakuonyesha huku kote ni mwanadamu, afu huku kote mara pamewekwa dhahabu. Anakwambia hapo palipo na dhahabu ni ufalme wa giza, panatawaliwa na ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo sanamu liliwekwa alama ambazo zilikuwa zinawakilisha falme, vivyo hivyo maeneo ya mtu yanaweza yakatawaliwa na nguvu za giza kulingana na kazi yake. Kuna mapepo yanaweza kukaa kwenye macho. Ndio maana unaweza kukaa na binti akakurembulia macho, na kama hujakaa vizuri ghafla unaiuka saa hiyo hiyo. Usifanye mchezo. Kama hujaingia mtaani ukakutana na hii kitu, usiombe kukutana naye, kwa sababu kuna mtu anaweza kukurembulia macho namna hii. Ulikuwa una mpango wa kumpenda, unampenda saa hiyo hiyo. Watu wengi wanafikiri ni kwa sababu ni macho anayorembua. Ni nguvu za giza zimekaa kwenye macho. Na zinafanya kazi gani? Kukutawala. Zinavyokutazama namna hizi zinakutawala. Ndio maana Yesu kuonekana kwake kulikuwa kuna moto kwenye macho. Ule moto ulikuwa wakilisha ni Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu ziko kwenye macho. Ndio maana unapokoka ndani ya macho yako lazima kuwake moto. Roho Mtakatifu lazima akae kwenye macho yako. Unasema maana yake ni roho inayotawala kwenye eneo la macho. Ndio maana Biblia inasema kwamba miili yenu isitawaliwe na dhambi. Unasema kwa namna gani? Sikia nikwambie. Kiuno chako kinaweza kikatawaliwa na dhambi wakati moyo wako unatawaliwa na Yesu. Ngoja nisikae hapo, twende pointi ya pili. Twende pointi ya pili. Mimi najaribu kukusaidia hivi vitu vya kukusaidia. Mtumishi mmoja alikuwa anashuhudia, alikuwa anamwombea mama mmoja, alikuwa anakuja na shida. Na alipomuuliza Roho Mtakatifu akamwambia muombe kisigino. Pepo limekaa kwenye kisigino. Aliposhika namna hii, pepo likasema, umenikamata. Akamwambia toka pepo. Sasa hiyo lile pepo likaondoka, yule mama akapona. Pepo linaweza likakaa kwenye magoti peke yake, alafu likaleta ugonjwa pale. Nyie mnaanza kukemea pepo huko juu. Usipojua eneo pepo lilipo, sio rahisi sana mkaliondoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ufalme kama vile ulivyo ufalme wa Nebukadneza ulivyokaa kwenye kichwa, pepo linaweza likamiliki kichwa cha mtu. Na likishamiliki kichwa cha mtu, maana yake ufalme wa Mungu hauwezi kukitumia. Nisikilize vizuri. Ufalme unaomiliki eneo unatumia eneo. Ukimiliki mikono unatumia mikono. Haujawasikia watu wanapoenda kwa waganga wanapewa dawa, wanaambiwa paka kwenye mikono. Ukimshika mtu, maana yake mpe shetani mikono yako, hakusaidie kupata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanapewa vitu vya kutafuna, kumeza, anaambia shika hii dawa tafuna. Unasema hii ya nini? Laishinisha maneno. Ukisema maneno watu wakuelewe. Maana yake ni kwamba anakabidhi mdomo wake kwa shetani atengeneze maneno. Mtu mmoja aliniambia, nilichanjwa kwenye ulimi wangu,
Nikauliza kwa sababu gani? Akaambiwa kwamba ni kwa sababu alikuwa anaambiwa ili ukiongea maneno yako watu upate kibali ukiwa unaongea. Unadhani walikuwa wanachanja wanaweka nini? Wanachanja wanamwaga damu ili mapepo yakae. Pepo linakaa kwenye ulimi kwa ajili ya kutengeneza maneno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Najaribu kukusemesha ili uweze kuelewa hivi vitu. Najaribu kukusemesha kwa mifano na kwa mifano. Ndio maana ni muhimu sana uelewe ufalme wa Mungu ulioko ndani yako. Ili utawale kwenye maisha yako, ni lazima ujifunze kuelewa hii mbinu, kwa sababu sio kila ufalme ulioko ndani ya moyo wako unatawala na viungo vyako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu kama ufalme wa Nebukadneza ulikaa kwenye kichwa, maana yake ni kwamba ufalme unaweza ukatawala kichwa, unaweza ukatawala miguu, unaweza ukatawala mikono. Ufalme wa Mungu ulioko ndani yako hawezi ukakusaidia kutawala kwenye eneo liloko mpaka umejifunza kujua na kuvikabidhi, ili ufalme wa Mungu utawale kwenye viungo vyako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hii ni siri ya ajabu sana na kufundisha hapa. Nataka uelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Okay, ngoja tuende taratibu. Vitu vingine tuendelee, tutapanuka kesho. Lakini ngoja nikusemeshe pointi ya pili. Ikiwa ufalme wa Mungu umekuja ndani ya mtu kwanza, basi anaweza kutawaliwa na mtu kwanza, ndipo eneo. Ikiwa ufalme wa Mungu umekuja ndani ya mtu kwanza, basi anaanza kutawaliwa mtu kwanza, ndipo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Luka 17 mstari wa 20 na 21 unasema ya kuwa, nimeusoma pale, lakini kitu ambacho anasema kwenye ule mstari pale Luka ile sura ya 17 mstari wa 20, vingine nadhani tutaweka kesho, lakini nataka nikumalizie pale nikuwekea ile Luka 17:20. Luka 17 mstari ule wa 20 na 21. Biblia inasema, Luka 17:20, 21 nisome. Wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwa nini ufalme wa Mungu umeanza kuwekwa ndani yako? Ni ili uanze kutawala kuanzia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ile Luka 17:20, ikiwa ufalme wa Mungu umekuja ndani ya mtu kwanza, basi anaanza kutawaliwa mtu na mtu kwanza, ndipo eneo. Anaanza kutawaliwa mtu kwanza, ndipo eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu kama ufalme wa Mungu umekuja ndani yako, unaanza kutawaliwa wewe kabla haujaanza kutawala kwenye eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anatakiwa kutawala eneo liloko. Watu wengi sana hawajajua kwa nini Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Watu wengi sana watatafuta biashara, watatafuta kipato, wasijue kwamba Biblia inasema tafuta kwanza ufalme wake. Maana yake nini kutafuta ufalme wake? Tafuta kwanza Mungu atawale kwenye biashara. Tafuta kwanza Mungu atawale kazini. Ndipo wewe uliokoka na mwana wa ufalme wake utapata haki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Unapoenda Marekani upewi haki zako kama Marekani mpaka utakapoamua kuwa Marekani. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuja kwenye nchi yako Tanzania, kuna haki zako ambazo unapewa kama Mtanzania, ambazo ukienda Marekani huwezi kupewa kwa sababu sio raia wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana yake ni kwamba kuna haki zako ambazo unapewa ikiwa serikali ya nchi yako inatawala. Kwa hiyo kama wewe ni mwana wa ufalme wa Mungu, maana yake ni kwamba serikali yako, utawala ambao unakutambua kama raia wake, ni ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ili upate msaada na haki yako mahali ambapo unahitaji kupata msaada na haki yako,
Ni lazima ulete ufalme wa Mungu kwanza, Mungu atawale kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Mungu kitu cha kwanza alichokifanya, alileta ufalme wake ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na Mungu alipoleta ufalme wake ndani yetu, angeweza kuleta nyumbani kwetu. Akasema nimulete ufalme wangu huko kwenye hayo eneo niloko, huko nyumbani kwako. Lakini nataka uelewe kwamba Mungu anapoleta ufalme wake ndani yako, ni hii analeta serikali yake. Maana yake Mungu Mwana anasema mimi na Baba yangu tutakuja kukaa ndani yenu. Maana yake anajaribu kutuambia ufalme wa mbinguni utakuja ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi sana tunajua Yesu kukaa ndani ya mioyo yetu, hawajui. Watu wengi sana hawajui kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yao. Na kwa sababu hiyo kuna vitu vingi sana hawajajua, na kuna maswali mengi sana wanaweza wakaa nayo kwa Mungu na hawana majibu. Bwana Yesu asifiwe. Najua sio watu wengi sana. Unajua ukisoma Biblia, ukimwangalia na Mkristo, utazani hii Biblia ameandikiwa Wakristo wengine wanaokuja miaka 2000 inayokuja mbele. Kwa sababu maisha yetu yaliyoandikwa kwenye Biblia na maisha ya Wakristo hayafanani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwani hujasoma Biblia inasemaje? Inasema hivi, nitakubariki hadi ukose mahali pa kujaza ghala zako. Lakini wewe ukienda nyumbani, ghala zinakuchekea maneno mpaka ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na watu wengi hawajajua kuna ufa huu hapa ulioko katikati, kati ya maandiko na ahadi za Mungu na maisha yetu halisi, kinasababishwa na nini? Kwa sababu kuna ufa hapa katikati. Kuna maisha ambayo ukimleta mpagani, ukimwambia unataka, akiangalia maisha yako, ukimuuliza unataka kuwa Mkristo, anasema na huyu anaishi hivi ni Mkristo, anasema anasema hapana. Hapana. Kama Ukristo ndio hivi. Bora nikae huku tunaishi vizuri zaidi. Mimi sikwambii kwamba Ukristo ni vibaya, lakini najaribu kukusemesha lugha nzito kidogo ya kukuwajibisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mali zote unaweza ukaimba asubuhi mpaka jioni. Hela mlizo nazo ni za kwetu. Nilisikia mtu anaongea sentence ngumu sana. Alisema hizo hela za watu walizo nazo ni za kwetu, tutazipata. Alafu nalala njaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna vitu unashindwa kujieleza. Mpagani anakula mpaka na sasa, Mkristo unalala njaa. Unajielezaje? Unajielezaje Mungu ni baba yako? Unaanzia wapi? Kwa sababu yule mpagani akisema yule anayelala anasaza, anakula hadi anasaza, akisema ni Mungu wake anaweza akaeleweka kuliko wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unajua Kristo, unajua ni kama vile tunaishi kama vile tushafika mbinguni. Sio watu wengi sana wana kiu ya kuona kile walichokipokea na kile kinachosemwa juu yao kinashirika kwenye maisha yetu. Kwa sababu hiyo kuna vitu vingi sana hawana kiu navyo. Wanasoma maandiko ni kama vile wanarizika tu. Biblia inaposema kwamba utabarikiwa, alafu hajabarikiwa, anarizika. Alafu bado anaendelea kukiri, anasema Mungu ni baba yangu. Baba yako kutokea wapi? Biblia inasema Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Wewe unapungukiwa. Alafu unasemaje Bwana ni Mungu ni Bwana wako? Unaanzia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu anapoleta kitu cha namna hii, anataka ujifunze, uelewe mpaka ulioko kati ya maisha yako na maisha ambayo yamewakusudia katika ufalme wa Mungu. Nini ambacho kinasababisha kuwe kuna mwanya mkubwa sana? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nimekusemesha hichi kitu angalau uweze kuelewa. Mungu anapoleta ufalme wake ndani yetu, kitu kinachosababisha kuwe kuna mpenyo mkubwa sana ni kwa sababu ufalme wa Mungu ulioko ndani yetu haujaingia kwenye maisha yetu.
kwa sababu kinachokufanya upewe haki yako na umiliki pamoja na Kristo ni ufalme wa Mungu kuja kwenye maisha yako. Na ufalme wa Mungu hauwezi kuja kwenye maisha yako kabla hujatawala ndani yako. Ndio maana ufalme wa Mungu unapowekwa ndani yako, lengo ni kwamba itawale ndani yako kwanza, ndipo itawale kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka nikupe mifano hapa afu nimalize tupate nafasi ya kuomba. Mengine nitakuwekea kesho. Wakati Mungu anamsemesha Nebukadneza kwenye ile ndoto, akaanza kumwonyesha juu ya mikono na miguu. Bwana Yesu asifiwe. Na kichwa. Unajua alimwambiaje Nebukadneza? Aliambia, mfalme Nebukadneza, wewe ni mfalme wa wafalme. Mungu amekupa nini? Amekupa ufalme, amekupa uweza, amekupa nguvu, amekupa utukufu, akakupa na wanyama wote watawale na watu wote, amekupa watawale. Mfalme, amekumilikisha vyote. Wewe ndiye kile kichwa cha dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nikusemeshe hichi kitu. Unajua nani alikuwa amempa Nebukadneza vile vyote? Ni Mungu. Tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tafsiri nyingine, mtu angekuwa anamwona Nebukadneza anaishi na yale maisha, amepewa kila kitu, angefikiri ni kwa sababu ni Nebukadneza. No. Ni kwa sababu ya ufalme wa Mungu ulimpa. Sasa nisikilize vizuri. Uliamua kumtawala Nebukadneza kama kichwa. Aliyekuwa anamiliki kichwa ni ufalme wa Mungu, ulikuwa unamiliki Nebukadneza kama kichwa. Ndio alikuwa ni ufalme. Japo Nebukadneza alikuwa amesimama, lakini ufalme uliokuwa unatawala ufalme wa Nebukadneza ni ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu ndio ulimpa wanyama wote wawe chini yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anapoingia, ufalme wa Mungu unapoingia ndani yako, lazima uruhusu utawale maeneo mbalimbali kwenye mwili wako. Biblia inasema kwamba nitaibariki kazi ya mikono yako. Nataka nikupe mfano mmoja wapo. Ufalme wa Mungu unapotawala mikono yako, ni ili kwamba unapofanya kazi ya mikono yako, ufalme wa Mungu utawale kupitia mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Anaposema pia kwamba ufalme ulikuwa kwenye miguu, ni ili uelewe pia kwamba unapoupa nafasi ufalme kwenye miguu yako, ni ili Mungu atawale kupitia miguu yako. Biblia inasema kwamba tumefanyika kuwa makuhani, nasi tunatawala juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ndivyo Ufunuo inavyosema. Maana yake kila mahali unapopewa kukanyaga, unatakiwa umepewa kutawala. Lakini haianzi huko, kwa sababu sio kila anayekanyaga anatawala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Unasema inaanzia wapi mtumishi? Inaanzia kwenye hii kitu. Ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Maana yake mkiupa nafasi ya kutawala miguu yenu, ndipo ambapo na nyinyi mtatawala kwenye eneo ambalo mnakanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kesho nitakufundisha, tutazama ndani kidogo, ni tuende kwenye practical zaidi, ili nikuonyeshe namna ufalme wa Mungu unapoanza kupewa nafasi kwenye maeneo mbalimbali ya mwili wako. Leo nilikuwa nataka tu uweze kuona utambulizi wa namna hii kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili upate picha ya Daniel, iweze kukusaidia kutembea kama Mungu anavyotaka na kuona ufalme wa Mungu unazirika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ngoja nikupe mfano mmoja hapa. Siku moja tulikuwa tunamwombea mama mmoja, wakati tunajiandaa kwenda kuomba hapa. Siku moja tulikuwa tunamwombea mama mmoja, tumeenda nyumbani kwake na mzangu. Sasa akatushirikisha changamoto alizo nazo za kifamilia na hali aliyo nayo. Tuwaambia piga magoti tukuombee. Kwa hiyo tukawa tunamzunguka tunaomba pale. Mimi nikawa nimesimama mbele yake, na ghafla nikaona nguvu za Mungu zimeshuka pale. Nikamwona Yesu amesimama, alafu ananyoosha mkono kwenda kwenye kifua cha yule mama. Mimi nimesimama, mama ambaye tulikuwa tunaomba naye akanishika, akasogea mbele yangu, akanishika mkono wangu, akaupeleka pale pale. Sasa mimi kwenye ulimwengu wa roho, niko rohoni, ninaona mkono unaenda kwenye kifua. Akanishika mkono wangu, akaupeleka kwenye pale pale mkono wa Yesu ulipokuwa unaenda kwenye kifua. The moment nabandika mkono tu kwenye kifua, yule mama kiti chini.
Bwana Yesu asifiwe. Unasema nini kilitokea? Sikia, Yesu alikuwa anapeleka mkono, lakini ilitegemea sana kuunganisha na mkono wangu, ili nguvu za Mungu zitoke kwenye mkono wa Yesu ziende kwa yule mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa nilikuwa najaribu kukusemesha juu ya picha ya hiki nilichokuwa nakusemesha. Ufalme wa Mungu ulikuwa ndani yangu, lakini niliamua uingize kazi kwenye mikono yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ufalme wa Mungu ukishatawala mikono yako, maana yake mikono yako inakuwa haifanyi kazi, bali mikono ya Yesu. Watu watakuona ni wewe umeweka mkono mtu akaanguka, lakini kwa ulimwengu wa roho ni Yesu ndo kaweka mkono na wewe ukaweka mkono mtu akaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wa Mungu ukishamiliki mikono, utakuwa ukiuza vitu, ukishika vitu, kazi ya mikono yako inabarikiwa. Watu wanafikiri ni wewe unabarikiwa, lakini wasijua ya kwamba mikono yako inapogusa ndipo Yesu mkono wake umegusa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Mimi nataka uelewe hichi kitu. Nataka uelewe hichi kitu kitakusaidia. Ningekupa mifano na mifano. Kuna siku nyingine nilikuwa natembea, alafu nikasoma ile habari ya kwamba tunapokanyaga sisi tuko ndani ya Kristo. Watu wengi sana hawajajua tunaposema kuwa ndani ya Kristo na Yesu kuwa ndani yako. Na kwa sababu hiyo sio watu wengi sana wanajua kuwa ndani ya ufalme wa Mungu na ufalme wa Mungu kuwa ndani yako. Sasa ninasema kama Yesu yuko ndani yangu, maana yake mimi sikanyagi, Yesu ndo anayekanyaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na wewe ukiwa ndani ya ufalme wa Mungu, sio wewe unaenda, ni ufalme wa Mungu unatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nikaamua kuwa nakanyaga. Sasa usikilize kitu kilichokuwa kinatokea. The moment nilikuwa nikikanyaga namna hii, ninaona shoti za umeme zinapiga chini kwenye ardhi, zinapiga chini. Nikikanyaga namna hii, shoti za umeme zinapiga chini. Sasa cheki zilivyokuwa zinatokea, ni kama vile kuna radi inapiga juu, alafu inashuka moja kwa moja mpaka chini kwenye ardhi. Kwa hiyo kila nikikanyaga nasikia moto, kila nikikanyaga nasikia moto, kila nikikanyaga nasikia moto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana kila mahali nikitembea, nikiwa naenda mahali popote pale, nikikanyaga tu namna hii, nitajua ufalme gani unatawala kwenye ile eneo. Kuna saa nyingine naweza kafika mahali nikakanyaga namna hii, ghafla nikatoa mguu, kwa sababu nikikanyaga namna hii naanza kusikia shoti zinapiga hadi moyoni mwangu, afu natoa mguu namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema unajaribu kutuambia kitu gani? Ufalme wa Mungu unapotawala mwili wako na kuutumia kulingana na makusudi uliowekewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Hiki ni kitu muhimu sana unatakiwa kuelewa. Ningekupa mifano na mifano, ila nataka tuombe hapa. Na kitu ambacho natamani tuombe hapa, nataka tuombe juu ya okay.